Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rais wa Marekani anaelekea China. Wakati huu anasema kuwa sidhani kama tunahitaji msaada wowote na Irani. Tutashinda kwa njia moja au nyingine, kwa amani au vinginevyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari alipokuwa akiondoka ikulu ya White House kuelekea Uchina. Viongozi wa nchi mbili kubwa zaidi duniani watafanya mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana katika zaidi ya miezi 6 wanapojaribu kuimarisha uhusiano ulioathiriwa na biashara, vita vya Marekani na Israeli na maeneo mengine kutokubaliana. Sawa. Trump anaelekea Uchina huku kukiwa na vita vya Irani. Vita ambavyo havijatatuliwa venye mazungumzo ya kidiplomasia ili kuvimaliza kwa mkwamo. Beijing yenyewe imedumisha uhusiano wake imara na Irani na inabaki kuwa mtumiaji mkuu wa mauzo ya mafuta. Trump amekuwa akiegemea upande wa China kutumia ushawishi wake kuisukuma Teherani kufanya makubaliano na Washington na kumaliza mzozo ulioanza wakati Marekani na Israeli zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Irani mwishoni mwa mwezi Februari. Rais huyo wa Republican amepangwa kuwasili Beijing Jumatano kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Alhamisi na Ijumaa. Alhamisi na Ijumaa itakuwa safari yake ya kwanza. Mazungumzo atafanya Alhamisi na Ijumaa, na hii ni safari ya kwanza ya Donald Trump tangu mwaka 2017. Baadaye Trump aliwaambia waandishi wa habari, tuna mambo mengi ya kujadili. Ningesema Irani ni mojawapo, kusema ukweli na wewe, kwa sababu tuna Irani chini ya udhibiti mkubwa. Anajaribu kujifool himself. Donald Trump alikwenda China mwaka 2017 na alikutana na Kim, nadhani alikwenda Korea akakutana na Kim. Miaka hiyo katika awamu yake ya kwanza ambayo ilivunja rekodi ya kujaribu yani awamu ya kwanza alionekana kama mtu wa amani aliyekuwa anataka kutatua matatizo ya dunia, kwa hataki uhasama viongozi wenye nguvu duniani. Ndio maana alikutana na Xi, akakutana na Kim, wakazungumza. Trump alikuwa nje ya madaraka kutoka 2017, amekutana na Xi, anarudi mwaka 2026 anakutana na Kim. Umeelewa hii hadithi? Kwa nini aliwaambia wa Marekani atakuwa madarakani kwa miaka 8 au 9 ijayo? Trump ni muumini wa siasa za kina Kim na kina Putin. Yeye ni muumini wa hizo siasa zile za nguvu, siasa za kukaa madarakani muda mrefu amekuwa akitamani, na mara kadhaa amekuwa akisema kuwa anatamani viongozi wanavyoishi kama kina Putin, wakiongea wanasikilizwa, raia wake hawawezi kupinga lolote. Yani hakuna raia anaishi kwenye nchi hiyo anaweza kumkosoa rais moja kwa moja. Trump anatamani hilo angekuwa nalo ndani ya Marekani. Kwa hiyo linamfikirisha kuwa huyu Xi nilimwacha 2017 na alikuwa madarakani, na nimerudi, nimekaa nje, nimerudi na ninakutana naye tena. Xi yupo na hawezekani kuondoka leo, yupo tu madarakani. Wakati ya Donald Trump anahesabu time yake kuwa after 3 years natakiwa niondoke ofisi hapa ya Oval. Hili linamfikirisha kweli. Anakwenda katika nadharia ya kujidanganya kuwa maybe hatutaki lolote kutoka kwa Irani wala hatuhitaji msaada wowote wa China. Siku moja au saa chache kabla ya kukanusha maneno yake kuwa tunahitaji China, anasema China na Marekani ndio pekee zenye kutanzua mkwamo wa Irani. Sasa anaona aibu kujishusha kwa wapiga kura wake au lolote ile ndani ya Marekani kuonekana kuwa ameshindwa kutatua matatizo, kaenda kuomba msaada kwa China kwa hiyo ili China aweze kutatua tatizo la Irani. Anajaribu ku clear some story, yani anaitengeneza ile narrative iwe nzuri kwa upande ambao anauhisi inakuwa vile. Lakini yote kwa yote mambo yako wazi sana. Mambo yako wazi na yanaonekana kwa kiwango kikubwa sana. Kuna taarifa imeandikwa na New York Times. Hii taarifa imeandikwa na New York Times. Taarifa hii inasema hivi:
Tathmini za siri za ujasusi wa Marekani zimegundua kuwa Irani imerejesha uwezo wake mwingi wa makombora na kijeshi, ikipingana na madai ya utawala wa Donald Trump. Tathmini za siri za ujasusi wa Marekani zinaonyesha kuwa Irani imerejesha uwezo wake mwingi wa miundombinu na uendeshaji wa makombora, ikipingana na madai ya mara kwa mara ya Rais Donald Trump na utawala wake kwamba uwezo wa kijeshi wa Irani ulikuwa umeharibiwa wakati wa uvamizi wa hivi karibuni dhidi ya nchi hiyo. Kulingana na ripoti iliyochapishwa na The New York Times, tathmini zinaoanisha zikihitimishwa kuwa Tehran imerejesha uwezo wa kufikia maeneo mengi yanayoweza kufanya uzinduzi wa makombora, vifaa vya chini ya ardhi na mifumo ya uanzishaji wa simu kando ya mlango wa bahari wa Hormuz. Irani yarejesha miundombinu ya makombora. Vyanzo vinavyofahamu tathmini hizo zilisema kuwa Irani imerejesha uwezo wake wa uendeshaji wa maeneo 30 kati ya 33 ya makombora karibu na mlango wa Hormuz, huku maeneo matatu pekee ambayo bado yanachukuliwa kuwa hayafikiki kabisa. Ripoti hizo zinasema kwamba Irani sasa inaweza kutumia majukwaa, yani zile launcher za uzinduzi kutoka maeneo mengi haya kuhamisha na na kuanzisha makombora. Anasema kuwa hivi sasa wana uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutoka maeneo mengi zaidi, ikiwa pamoja na moja kwa moja kutoka kwenye vituo vya uendeshaji katika baadhi ya matukio. Hii staili Irani waliipanga kabla ya vita. Niliwahi kuambia 12 Days War Irani waliathirika kwa sababu asili ya vita kubwa ilikuwa ikianzishia Tehran. Yani walifanya miji michache, ni katika mikoa 5 tu ndio ilikuwa ikianzisha mashambulizi. Yani walikuwa na uwezo wa kushambulia kutoka mikoa 5 tu. Kwa hiyo baada ile 12 Days War Irani wakajifunza jambo. Wakaona kuwa huu ni ujinga kubaki kuamini kuwa unaweza ukapigania kutoka sehemu ndogo. Wakasambaza uwezo wa kushambulia kwa kutoka karibu nchi nzima. Yani wakatengeneza miundombinu ya kijeshi ambayo inaweza kufanya mashambulizi au ina uwezo wa kukabiliana na adui kutoka karibu nchi nzima. Hivi sasa ndio wanarudia wanasema kuwa uwezo wao umerejeshwa kwa kiwango cha hali ya juu. Tathmini za ujasusi za Marekani pia zinaripotiwa kugundua kuwa Irani bado ina takriban 70% za launcher, vizindua makombora vyake mkononi. Yani wanasema kuwa takriban 70%. Israeli kuna wakati anasema kuwa tumeangamiza 60%, wakasema kuwa wamebakiwa na 30%. Baadaye Donald Trump akasema tumeziangamiza kwa 90%. Wanasema bado zimebaki 10%. Uchunguzi unaonyesha zipo zaidi ya 70%. Na takriban 70% ya akiba ya makombora yake ya kabla ya vita, ikiwa pamoja na makombora ya ballistic yenye uwezo wa kulenga nchi kokote katika eneo hilo. 70% ya kulenga kokote. Ishini kwenye nadharia yangu ambao mara kadhaa huwa ninazungumza na ninawaambia, ukiwa mtumwa wa media za Western, ukiwa mtumwa wao na ukawa addicted wa kuamini sana zile hadithi zao zinavyotengenezwa, watakujaza kwenye bongo yako na kuamini kuwa hawa watu ni watu wanajua sana. Ndio maana unaweza ukaona kuwa watu wanakaa kule kwenye mitandao wanaandika mashirika bora kabisa duniani ya ujasusi, wataanza kuelezea hili ni shirika hili shirika. Jamani, hakuna jasusi zaidi ya binadamu. Hakuna jasusi anazidi binadamu. Huwa nawaambia hawajui vitu, isipokuwa wanawatumia nyinyi. Yani hawaelewi. Leo toka 12 Days War ilikuwa mwaka jana. Sasa hivi tunakwenda huu mwezi Mei, tunakwenda June, it was June. Karibu mwaka mzima umepita kwenye 12 Days War. Hawaelewi athari ya mashambulizi yao ndani ya Irani kwenye miundombinu ya makombora. Hawajui Irani iliathirika kiasi gani, nuclear yao imefichwa wapi, yani hawajui. Chote walikuwa wakitegemea kuwa wanatumia ujasusi wa ndani kununua watu, ili wale watu wavujishe information kuwa hiki na hiki na hiki na hiki. Juzi nimetoka kulizungumza hili swala baada ya Maduro kuchukuliwa. Niliwaambia hakuna ujasusi wa hivyo kusema kuwa eti walinusa kutokea huko wakafanya utafiti wa sijui wakatumia nini, halafu wakatua wakaanzisha mashambulizi wakaenda wakamchukua Maduro. Nadhani kauli yangu nilizungumza siku ya kwanza tu ya tukio. Ni mwezi jana tu imethibitishwa kuwa watu waliomkabidhi Maduro kwa Marekani walikuwa wanalalamika kuwa hawajalipwa fedha. Kina nani?
Yani wale askari waliomsaliti Maduro walikuwa wanalalamika kwa fungu lao halijaenda. Ndio ninachowaambia kila siku kuwa hakuna kitu kinaitwa huo ujasusi wa kusema watakujasusi kutokea huko. Wanaweza wakamonitor kuhusu kuwa mawasiliano yako, wanaweza kwa sababu watapachika vitu vyao, hilo wanaweza kuspy kwenye, lakini hakuna ujasusi ulio bora na ulio kamili ambao unaweza ukawapa information kamili wao kuzidi ujasusi wa wewe. Kwa hiyo ima wakupachikie mamluki kati yenu, wachukue wapachike kati yenu, mchomane wenyewe, mmoja awauze afanye. Huo ndio ujasusi pekee. Kwa hiyo hawaelewi leo athari chochote kuhusu nyuklia Irani, hawaelewi lolote, kwa sababu aliyekuwa jasusi wao mkubwa alikuwa ni IAEA, Rafael Grossi na kundi lake. Ndio aliyokuwa akitoa taarifa kuambia kuwa hiki kiko wapi, hiki kiko wapi. Sasa toka Irani wameifungia IAEA, hutokagua hapa na wala hautoingia, haturuhusu, na walifungua kamera zote za IAEA ambazo zilikuwa zikifuatilia shughuli mle ndani. Fungua zote. Hawajui lolote nini kinachoendelea. Sasa wakati wanakupa tathmini hizi, tayari kisiasa wameshaongea tena kule. Kwa kama wewe ulikuwa ni kasuku wa kuimba nadharia ya Westin, umeshatembea na ile nadharia ya Trump ambao kila akisimama kwenye vyombo vya habari, tumemaliza nevo yao, tumemaliza sijui aircraft zao, tumemaliza sijui nini, kila kitu atakwambia hawana jeshi, hawana kila kitu. Imba sasa huo wimbo. Wakati tathmini halisi sasa zinakwambia vingine, kuwa tathmini ya ujasusi wa Marekani zinaripoti kugundua kuwa Irani bado ina takriban 70% ya launcher zake zinazoanzisha mashambulizi, 70%, na bado wanaamini kuwa Irani ina 70% ya akiba ya makombora yake ya vita, ikiwa pamoja na makombora ya ballistic yenye uwezo wa kulenga nchi katika eneo lote. Yani inaweza likawalenga wale wote, wale washirika walioko pale pembeni wote. Vituo vya chini ya ardhi vinaendelea kufanya kazi. Kulingana na ripoti hiyo, mashirika ya ujasusi ya kijeshi ya Marekani yalitathmini kwamba takriban 90% ya vituo vya kuhifadhi na kuanzisha mashambulizi ya chini ya ardhi ya Irani vimebaki kufanya kazi kwa ukamilifu kabisa. Hitimisho la ripoti hii ya The New York Times inasema, hitimisho hilo linaripotiwa kutegemea picha za satellite, data za ufuatiliaji iliyokusanywa kutoka kwa vyanzo vingi vya ujasusi. Matokeo haya yanapinga moja kwa moja taarifa za umma za miezi kadhaa kutoka kwa utawala wa Trump na waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth, ambao mara kwa mara walidai miundombinu ya kijeshi ya Irani ilikuwa imeharibiwa. Hii inakuja baada ya msemaji wa wizara ya ulinzi wa Irani Brigadier General Reza Tlaib kusema uchokozi wowote wa baadaye dhidi ya Irani utasababisha majibu ya haraka. Alisema kwamba Irani imeonyesha uwezo wake wa kujilinda kidiplomasia na kwenye uwanja wa vita. Yani unakutana na nchi yenye wasomi kama hii, nadhani kama kuna sehemu ya kujifunza dunia ilivyo, kama kuna sehemu ya kujifunza uongozi, na kama kuna sehemu ya kujifunza uzalendo na maadili, watu walipaswa wakajifunze Irani. Kama kuna sehemu ya kujifunza mbinu kali za kijeshi na uwezo wa hali ya juu na uimara, dunia ilipaswa ikajifunze Iran. Hawa watu ni wengine, wanaishi kwenye sayari nyingine. Yani wanaishi kwenye dunia yao nyingine kabisa, ambayo kuwa haifanani na watu wengine kabisa. Hii ni kitu kingine kabisa. Sasa hii taarifa ngoja nikusomee. Taarifa hii imeandikwa na Reuters. Inasema hivi: ripoti iliyoripotiwa na Reuters inasema Saudi Arabia ilifanya mashambulizi ya kijeshi kwa siri dhidi ya Irani mwishoni mwa Machi kufuatia mashambulizi wakati wa vita vya kikanda. Saudi Arabia inaripotiwa kufanya mashambulizi ya siri dhidi ya Irani mwishoni mwa Machi baada ya Irani kushambulia mali za Marekani katika ufalme wakati wa vita. Kulingana na ripoti ya Reuters, ikitaja maafisa wa magharibi na Irani, operesheni hizo zinaashiria kile wanachosema ni tukio la kwanza linalojulikana la Riyadh kuanzisha uvamizi wa kijeshi moja kwa moja dhidi ya Irani. Reuters ilisema mashambulizi hayo yalikuja baada ya Saudi Arabia kukabiliwa na mashambulizi wakati wa vita kubwa vya kikanda vilivyozuka kufuatia mabomu ya Marekani na Israel dhidi ya Irani mwishoni mwa mwezi Februari.
Vyanzo vilionukuliwa katika ripoti hiyo vilisema baadaye Riyadh iliarifu Teherani kuhusu operesheni hizo na kusababisha majadiliano makali ya kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Saudi Arabia inaripotiwa kuionya Irani kuhusu kulipiza kisasi zaidi ikiwa mashambulizi yataendelea, hatimaye kuchangia katika uelewano wa kupunguza mvutano kati ya Riyadh na Teherani. Mataifa ya Ghuba yamezidi kuhusika. Ripoti hiyo inafuatia madai tofauti yaliyochapishwa na The Wall Street Journal kwamba falme za Kiarabu pia zilifanya mashambulizi ya anga ya siri dhidi ya Irani mapema mwezi April, na kuashiria ongezeko kubwa ambalo halikufichuliwa hapo awali la ushiriki wa Ghuba katika vita hivyo. Ripoti ya Wall Street Journal ikinukuu vyanzo vilivyojulikana vikifichua kwamba moja ya mashambulizi hayo yalipiga kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye kisiwa cha Lavan cha Irani katika Ghuba ya Uajemi Aprili, na kusababisha moto mkubwa na kuangushwa kwa sehemu ya uwezo wake wa uzalishaji nje ya mtandao. UAE haijakiri hadharani operesheni hiyo. Irani wakati huo ilisema kiwanda chake cha kusafisha mafuta kilishambuliwa na adui, ikajibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo rubani zilizolenga UAE na Kuwait. Wachambuzi walionukuliwa katika ripoti hiyo walisema kwamba mashambulizi hayo yanaonyesha mabadiliko katika sera ya UAE kuelekea uchokozi wa moja kwa moja wa kijeshi, hasa baada ya Irani kuripotiwa kurusha maelfu ya makombora na drone ya kulipiza kisasi kuelekea katika falme za Kiarabu wakati wa vita dhidi ya Marekani na Israeli. Mashambulizi haya, kulingana na maafisa Ghuba walionukuliwa katika ripoti hiyo, yamekuwa na athari za kiuchumi, ikiwa pamoja na kuvurugika kwa masoko ya utalii, usafiri wa anga na mali katika falme za Kiarabu UAE. Sasa ngoja tuirudie hii hapa. Kulingana na ripoti ya Reuters ikitaja maafisa wa magharibi na Iran, operesheni hizo zinaashiria kile wanachosema ni tukio la kwanza linalojulikana la Riyadh kuanzisha uvamizi wa kijeshi moja kwa moja dhidi ya Irani. Sasa anasema hivi, Reuters ilisema mashambulizi hayo yalikuja baada ya Saudi Arabia kukabiliwa na mashambulizi wakati wa vita kubwa vya kikanda vilivyozuka kufuatia mabomu ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwishoni mwa Februari. Vyanzo vilivyonukuliwa katika ripoti hiyo vilisema kwamba Riyadh ilitaarifu Teherani kuhusu operesheni hizo na kusababisha majadiliano makali ya kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Ndio nilikuwa naitaka hii point. Yani it means, kwa mwandishi anachokiandika na kilichoandikwa hapa ni kuwa baada ya ufalme wa Saudi Arabia kushambulia Irani, Saudia walijulisha Irani kuwa hayo mashambulizi tumefanya sisi. Baada ya kujua mashambulizi tumefanya sisi, ikatokea mvutano wa kidiplomasia katika hiyo. Lakini baadaye Saudi Arabia inaripotiwa kuionya Irani kuhusu kulipiza kisasi zaidi ikiwa mashambulizi yataendelea, hatimaye kuchangia katika uelewano wa kupunguza mvutano kati ya Riyadh na Teherani. Haya, hebu ichukue hii tathmini, ichukue mwenyewe. Saudia, kwa mujibu wa mwandishi, Saudia ilichambulia Irani mwezi wa 3. Halafu Saudia ikajulisha Irani tumekushambulia. Kukatokea mzozo kati yao. Kwa nini umenishambulia? Nimekushambulia kwa sababu wewe umeshambulia kitu fulani. Kwa hiyo ikatokea mzozo. Halafu wakasema kuwa Saudi Arabia wakaiambia Irani kuwa ukizidi, yani ukifanya tena tutakushambulia tena. Yani ukizidi tutafanya hivyo. Sasa fanya tathmini yako mwenyewe. Toka mwezi wa 3 hapo baada ya mashambulizi, Irani ilishambulia tena Saudi Arabia au haikushambulia? Mbona imeshambulia sana tu? Mbona imeshambulia sana? Kitu kimoja ambacho kiko wazi na huwa ninawaambia mara kadhaa. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi yakaanguka chini. Wao ni marafiki kati yao kwa wao, japo kuwa mnawapenda kuwa marafiki. Mnatamani kuwa marafiki zenu, lakini wao ni marafiki kati yao na wao. Ndio inasema hivyo. Sasa hizi taarifa zote, kama vile huwa nawaambia, hizi ni taarifa zote zinazoandikwa na vyombo vya habari vya magharibi. Hawa Waarabu wanatafutwa kwa hila, kwa njia yoyote. Kwa njia yoyote wanase kwenye huu mtego, waingie kwenye vita. Yani wanatafutwa kwa njia yote. Lakini japo kuwa nilizungumza huko nyuma, lakini nimezungumza YouTube pia nikasema, kwa ishara zote zinazoonyesha kuwa vita ijayo ikiwa itarejea, lazima kuna nchi za Kiarabu zitaingia moja kwa moja kwenye vita. Yani ni lazima.
kuna nchi za Kiarabu zitashiriki kwenye hii vita hivi sasa moja kwa moja, na unaweza ukaona kuwa UAE anakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushiriki, lakini pia inaweza ikawa zaidi ya UAE. Kuna nchi zitajiingiza kwenye hii vita moja kwa moja, kwa sababu hawa watu wakiwa wanayapanga yao. Hebu fikiria kuwa ninapozungumza, unajua ni huwa nazungumza mfano Uzayuni, unazungumzia Uzayuni. Uzayuni ni project ya miaka more than 100 plus. Hawakuwahi kukata nayo tamaa. Yani walikuwa na wazo la Uzayuni kabla hata ya kujua wao wazo lao watalifanyia wapi. Bado hawajajua hili Uzayuni utafanyika kwenye nchi gani. Tayari wao wazo walikuwa nalo. It means kama ingekubalika kabla ya 47 kuwa Wayahudi wapelekwe Uganda, kwa sababu ilikuwa chini ya Mwingereza wakati huo, ndio ilipendekezwa moja ya nchi ya Afrika Mashariki ilikuwa ni Uganda, Wayahudi wapelekwe pale. It means Uzayuni ungekuwa umeenea kote hadi huku kwetu. Ndio maana yake. Yani kuwa ingekuwa Uzayuni kote, labda mpaka sisi huku tungekuwa ni sehemu za nchi za ahadi zilizoahidiwa, labda mpaka huku kwetu wangekuwa wanachora mstari mpya, huku kote ni kwetu, nini aliwahi kusimama hapa, labda ingekuwa hivyo, wangetuletea hizo simulizi za waliwahi kuishi hapa miaka 3000 iliyopita, na labda wangetuambia hivyo kuwa hawa watu ni watu wasiokata tamaa. Juzi nimezungumza kuhusu Hormuz na nikawaeleza kuhusu Omani na itapo, nilichowaambia wakati nikawaambia kuwa haijalishi itakuwa miaka mingapi, tuwe hai hatuko hai, miaka 20, miaka 50, miaka ijayo. Hebu fikiria, they still fight. Toka leo wana fight zaidi ya karibu miaka 80. Wana fight na Palestina tu. Palestina karibu miaka 80. Wako kwenye hiyo vita karibu miaka 80. Hii swala la Hormuz hawezi likaishia hapo, watalitengenezea kuanzia mwanzo. Kwa hiyo kuwaleta Waarabu katika mgogoro ni kwa sababu mtu mmoja alikuwa ananiambia, mbona ni rahisi kuwamiliki hawa viongozi wake? Kwa nini hawa Irani wenyewe, Irani toka 1979 Irani hawasomeshi nini viongozi wao magharibi. Irani wana vyuo vikuu vingi zaidi ya